Ukraine yasherekea mafanikio ya shambulio la ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya mabomu mazito ya Urusi. Hii ni baada ya kufanya mashambulizi ambayo yaliharibu pia madaraja mawili pale nchini Urusi, jambo ambalo lilifanya Urusi lijibu kwa mashambulizi makali sana ambayo Ukraine ilipelekea kupoteza wanajeshi 12 ambao walikuwa wanajifunza mbinu za kijeshi, pamoja na kusababisha yule kamanda mkuu wa vikosi vya ardhini kujiuzuru nafasi yake kutokana na mashambulizi hayo ambayo yalifanywa na Urusi. Mnamo Juni mosi, Ukraine ilikuwa na furaha baada ya taarifa kuenea kuhusu shambulio la kushangaza la ndege zisizokuwa na rubani drone ambalo lililenga mabomu mazito ya kijeshi ya Urusi. Shambulio hilo lilipewa jina la Operation Spiderweb, kwa maana ya kwa Kiswahili unaweza kusema ni operation ambayo imepewa kama jina la wavu buibui, na hii operation ilipewa jina hilo na idara ya usalama ya Ukraine SBU, na hii operation na yenyewe iliandaliwa na idara hiyo hiyo kwa ajili ya kulenga kambi 4 za anga za Urusi kwa wakati mmoja, 2 kati ya hizo zikiwa zipo umbali wa maelfu ya kilomita kutoka nchini Ukraine. Sasa kwa mujibu wa SBU ni kwamba mabomu ya kimkakati ya adui yaliteketea kwa wingi nchini Urusi. Hii ni matokeo ya operation maalum ya SBU. Operation hiyo ilikuwa imepangwa kwa zaidi ya mwaka 1.5 na imeonekana kuathiri sana uwezo wa Urusi wa kurusha makombora ya masafa marefu dhidi ya miji ya Ukraine. Sasa tangu Urusi ianzishe uvamizi wa kina nchini Ukraine imekuwa ikipitia changamoto sana dhidi ya mabomu ya Urusi. Ukraine imekuwa na tatizo la mabomu mazito ya Urusi ambayo yamekuwa yakirushwa kutoka maeneo mbalimbali. Ndege hizi zimekuwa zikirusha makombora mengi kwa wakati mmoja dhidi ya miji ya Ukraine na kusababisha vifo pamoja na majeruhi kwa raia. Tatizo ni kwamba ndege hizi huwa zinaruka kutoka vituo vyao hadi katika bahari ya Caspian, umbali ambao hauwezi kufikiwa na ulinzi wa anga wa Ukraine, na kisha huwa zinarudi salama katika vituo vya Urusi. Yani hizo ndege za Urusi ambazo zimekuwa zikifanya mashambulizi nchini Ukraine zinaweza zikashambulia umbali kutoka katika bahari ya Caspian ambao ni umbali mrefu sana na Ukraine, na baada hapo zikishafanya mashambulizi zinakuwa zimebeba zile cluster ammunition, kwa maana ya mabomu vishada. Kwa hiyo zikishafanya hayo mashambulizi, kwa maana zikiachia yale makombora na mabomu, zenyewe zinaanza kurejea tena nchini Urusi. Sasa Ukraine kwa kipindi fulani imekuwa na mafanikio madogo sana kutumia droni za masafa marefu, lakini hizi hukosa teknolojia ya hali ya juu na vichwa vikubwa vya vilipuzi. Badala ya kutumia silaha kubwa zaidi, Ukraine walichagua kutumia droni ndogo ndogo rahisi na zenye uwezo ambazo zinaendeshwa kwa kamera, na zimekuwa zikitumiwa pia na zile FPV drone. Sasa muundo wa operation ya Spiderweb ulikaaje? Nafikiri hili pia linaweza kuwa ni swali la watu wengi kujiuliza, kwamba yani Warusi ilikuwaje mpaka wakashambuliwa. Ushahidi wa kwanza wa shambulizi hilo ulikuwa ni video ambazo zilisambaa mitandaoni na Warusi waliokuwa wakishuhudia drone zikidondoka kwenye malori kuelekea kwenye kambi za anga ambazo zilikuwa tayari zimeshambuliwa. SBU ilianza kutoa taarifa kuhusu operation hata kabla hiyo operation haijakamilika, na ikathibitisha kuwa iliratibiwa binafsi na Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Kwa mujibu wa SBU, idara ya usalama, drone ziliingizwa kisiri ndani ya Urusi na kufichwa kwenye paa za nyumba za mbao. Nyumba hizo zilisafirishwa kwa malori hadi kwenye vituo vya kijeshi. Mara zilipofika, paa zilifunguliwa kwa umbali na drone ziliruka moja kwa moja kuelekea katika uwanja wa ndege za kivita ambapo zilikuwa zimepaki hizo ndege za Urusi. Zelensky akasema ofisi yake ya operation hii ilikuwa karibu kabisa na makao makuu ya FSB, kwa maana ya usalama wa taifa wa Urusi, katika moja ya mikoa ya Urusi, jambo ambalo lilionyesha ujasiri wa hali ya juu sana wa watu ambao waliratibu operation hiyo ambayo imepewa jina la Operation Spiderweb. Alisema kuwa droni 117 Zelensky zilitumika na kila moja ikiwa ina mwendeshaji wake, jambo ambalo la kuridhisha sana kuona kitu ambacho alikiidhinisha miaka 18 iliyopita kilifanikiwa na kuwanyima wa Urusi ndege zaidi ya 40 za kivita ambazo zimekuwa zikitumika katika eneo la Special Military Operation. Kwa hiyo rais wa Ukraine
aliandaa mpango huo kwa miezi 18 kwa ajili ya kufanya hiyo Operation Spiderweb. Na unajua ni nini ambacho kilifanyika? Ni kwamba kulikuwa kuna malori ambayo yalikuwa yamebeba kama vifaa vya ujenzi fulani hivi, sijui mbao na vitu vingine, lakini ndani yake walikuwa wameweka hizo drone. Kwa hiyo wakati wamefika kwenye eneo ambalo lilikuwa ni eneo limetarget, ni kwamba walitumia hizo remote kwa ajili ya kucontrol zile ndege ziende kwenye mashambulizi. Sasa SBU baadaye ikasema kwamba wamefanikiwa kushambulia zaidi ya ndege 40 za Urusi kwenye kambi 4 za kijeshi, na ndege ambazo zililengwa ni pamoja na zile ndege za A-50, lakini Tu-94 pamoja na Tu-22 M3, huku video moja ikionyesha ndege kadhaa ambazo ziliteketea kwenye kambi ya kule Blaya. SBU ilikadiria hasara ya takribani dola bilioni 7 na kudai kuwa theluthi moja ya mabomu ya masafa marefu ya Urusi yalizimwa, ambapo mkuu wa SBU alisema hili si tu pigo kubwa kwa anga ya adui, bali ni tusi kubwa kwa mamlaka na uhalali wa kiimla wa pale Urusi. Taarifa ambazo baadaye zilikuja kuchapishwa, ambazo zilithibitishwa, ambazo zilipatikana kupitia katika zile picha za satellite kutoka katika ile kambi ya Blaya, zilionyesha uharibifu wa ndege aina ya Tu-95 MS pamoja na Tu-22 M3, na picha moja pia ilionyesha ndege mbili aina ya Tu-23 M3 zikiwa zimeharibiwa. Jeshi la Ukraine likasema Urusi ilipoteza ndege 12, lakini hawakutoa maelezo zaidi namna ambavyo ndege hizo zilipotea. Na kwa mujibu wa orodha ya kimataifa ya ndege za kijeshi, mwanzoni mwa mwaka 2025 Urusi ilikuwa inamiliki hizo Tu-22 MS-58, Tu-95-47 ambazo zina uwezo wa kubeba silaha za nyuklia pamoja na Tu-160-15. Hivyo madai ya Ukraine kuharibu theluthi moja ya ndege hizi yanaendana na idadi ya hizo ndege ambazo walisema 40 walizokuwa wameziharibu. Lakini mafanikio makubwa zaidi ya Ukraine ni kuharibu ndege aina ya A-50 ambayo inakadiriwa kugharimu dola milioni 350 kila moja. Na ndege hizi huwa zinafanya kazi muhimu kama kugundua ulinzi wa anga wa Ukraine, kuongoza makombora na kusaidia ndege za kivita za Urusi kulenga shabaha waliokuwa wamepanga. Na tangu Februari 2024 Ukraine ilikuwa imeharibu angalau ndege moja tu, na huenda zaidi ziliharibiwa kwenye operation hiyo ya Spiderweb. Kremlin hadi hivi sasa haijatoa taarifa ya kina kuhusu tukio hili, ila Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeliita ni shambulio la kigaidi, tamko ambalo linashangaza ukizingatia kwamba tamko hili au ukizingatia kwamba walilenga eneo ambalo ni eneo nyeti sana kwa serikali ya Urusi pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo niliona pia niwaambie kuhusiana na hiyo Operation Spiderweb ili muielewe operation yenyewe ilikaaje, ilianzaje mpaka ikafikia hatua hao wa Ukraine wakafanikiwa kushambulia na kuleta maafa kwa kiasi fulani kwa serikali ya Urusi. Na ni moja kati ya operation ambayo tokea mapigano au operation ya Urusi ianzishwe mwaka 2022 inaweza kuwa ndio ambayo imeleta hasara kubwa sana pale nchini Urusi, lakini inaweza ikawa ndio operation ambayo imefanya mashambulizi ambayo ni katikati kabisa mwa silaha za Urusi ambazo ni silaha tegemeo, silaha ambazo zimekuwa zikitumiwa na Urusi kwa kipindi kirefu zaidi katika kufanya hizo mission zao za operation kwa kipindi kirefu zaidi. Kwa hili ndilo ambalo linaendelea katika eneo la Special Military Zone, na tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi ili tuweze kujua Warusi wenyewe nini ambacho wanapanga kujibu pamoja na mambo mengine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.